Ugonjwa wa figo ni tatizo ambalo linaathiri watu wengi mno, na ni ugonjwa ambao unaathiri viungo muhimu, viungo ambavyo vina jukumu la kuchuja taka mwili. Jukumu lingine ni kudhibiti kiasi cha maji na madini katika damu, lakini pia jukumu lingine ni kusaidia katika uzalishaji wa homoni muhimu. Ugonjwa huu wa figo unaweza kuwa wa ghafla au wa muda mrefu, na iwapo hautaweza kupatiwa tiba mapema, unaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya, ikiwa ni pamoja na kushindwa kwa figo kabisa, na mwisho wa siku ni kifo. Zipo aina tofauti za ugonjwa wa figo. Zipo aina tofauti 4 za ugonjwa wa figo, na ugonjwa wa figo unaweza kugawanyika katika makundi makuu 4. Kundi la kwanza ni kushindwa kwa figo kwa ghafla, yaani acute kidney injury, kifupi AKI. Hali hii hutokea ghafla na inaweza kuwa ni matokeo ya upungufu wa damu inayofika kwenye figo, lakini pia inaweza kuwa ni maambukizi makali au matumizi ya dawa zenye madhara kwa figo. Hali hii inaweza kurekebishwa ikiwa itashughulikiwa mapema. Hii ni aina ya kwanza ya ugonjwa wa figo, ama kundi la kwanza la ugonjwa wa figo, inaitwa kushindwa kwa figo kwa ghafla. Kundi la pili ni kushindwa kwa figo kwa muda mrefu, yaani chronic kidney disease, CKD. Chronic kidney disease, yaani CKD, ni hali inayoendelea pole na inaweza kuchukua miaka mingi kabla ya dalili kujitokeza. Mara nyingi husababishwa na magonjwa kama vile kisukari na shinikizo la damu. Ikiwa haitatibiwa, inaweza kusababisha figo kushindwa kabisa kufanya kazi, hali ambayo inafahamika end stage renal disease, yani ESRD. Kundi la tatu la ugonjwa wa figo ni mawe katika figo, yani kidney stones. Mawe haya katika figo hutengenezwa kutokana na mkusanyiko wa madini na chumvi katika figo, na mawe hayo yanaweza kusababisha maumivu makali na matatizo ya kukojoa. Ingawa si ugonjwa hatari wa figo, inaweza kusababisha madhara makubwa endapo mawe yatakuwa na kuziba njia za mkojo. Hii ni aina ya 3 ya ugonjwa wa figo, ama kundi la 3, mawe katika figo, kidney stones. Na kundi la 4 ni maambukizi ya figo. Huu ni ugonjwa unaosababishwa na maambukizi ya bakteria katika figo, na mara nyingi hutokana na maambukizi sugu ya njia ya mkojo. Ikiwa hayatapatiwa tiba, yanaweza kuharibu tishu za figo na kusababisha matatizo makubwa. Tumeangazia makundi 4 ya ugonjwa wa figo: maambukizi ya figo, mawe katika figo, kushindwa kwa figo kwa muda mrefu, pamoja na kushindwa kwa figo kwa ghafla. Tuangazie visababishi vya magonjwa ya figo. Kipi kinapelekea mtu kupata ugonjwa wa figo? Nikwambie ndugu yangu, magonjwa ya figo yanaweza kusababishwa na vitu mbalimbali. Mojawapo ni kisukari. Viwango vya juu vya sukari huathiri mishipa ya damu ya figo na kupunguza ufanisi wake. Kisababishi kingine ni shinikizo la damu. Hali hii huathiri mzunguko wa damu na kusababisha uharibifu wa figo. Kingine kisababishi ni matumizi mabaya ya dawa. Zipo baadhi ya dawa kama vile painkillers ambazo zinaweza kuharibu figo endapo dawa hizo zitatumiwa kwa muda mrefu. Kisababishi kingine ni maambukizi ya bakteria, na hapa tutazungumzia hasa maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo. Hayo maambukizi yanaweza kusababisha maambukizi sugu kwenye figo. Kwa hiyo ndugu yangu, nikwambie, maambukizi ya magonjwa ya mara kwa mara ya njia ya mkojo, UTI, PID na magonjwa mengine mengi ya njia ya mkojo huenda yakapelekea changamoto katika figo. Kingine kinachosababisha ni kurithi. Ugonjwa wa figo wakati mwingine huwa ni ugonjwa wa kurithi ambao unafuata vinasaba. Tuangazie dalili za ugonjwa wa figo. Kipi kinaweza kuwa ishara kwamba wewe una ugonjwa wa figo?
Na nikwambie, dalili za ugonjwa wa figo zinatofautiana kulingana na aina ya ugonjwa wa figo na hatua ambayo ugonjwa umefikia. Dalili za kawaida kabisa, mojawapo ni uchovu wa mara kwa mara na upungufu wa nguvu. Unakuwa mchovu mara kwa mara, unakuwa hauna nguvu. Hiyo ni dalili ya ugonjwa wa figo mojawapo. Nyingine, kukojoa mara nyingi, hasa nyakati za usiku, au kushindwa kabisa kutoa mkojo. Unakojoa mara kwa mara, hasa usiku, hauwezi kutoa mkojo, ni ishara kwamba una changamoto za figo. Dalili nyingine ni uvimbe kwenye miguu, uso na mikono. Miguu ikianza kuvimba, uso ukianza kuvimba, mikono, changamoto ya figo. Nyingine ni maumivu ya mgongo au sehemu ya chini ya mbavu. Maumivu ya mara kwa mara ya mgongo, sehemu ya chini ya mbavu ni ishara au dalili za ugonjwa wa figo. Lakini kuhisi kichefuchefu na kutapika pia ni dalili ya ugonjwa wa figo. Lakini ngozi kuwasha na kuwa kavu pia ni dalili ya ugonjwa wa figo. Ngozi yako inawasha, inakuwa kavu, ni ishara ama dalili. Lakini nyingine ni kupungua au kuongezeka kwa kiwango cha mkojo. Mkojo kupungua au mkojo kuongezeka. Unakojoa mara kwa mara, mkojo kuwa mwingi, ni ishara kwamba una changamoto za figo. Nyingine ni shinikizo la damu kuwa juu kupita kiasi. Ukiwa na shinikizo la damu la juu kupita kiasi, ni ishara mojawapo ya ugonjwa wa figo. Sasa ugonjwa wa figo usipotibiwa, matokeo yake ni yapi? Kama una ugonjwa wa figo na haujapata tiba, matokeo yake utapata ugonjwa wa moyo. Figo husaidia kudhibiti shinikizo la damu. Hivyo figo inapofeli kufanya kazi yake ipasavyo, hii inaweza kuongeza hatari ya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo ukipata changamoto ya figo na usipoipatia tiba, kuna hatari pia ya kupata ugonjwa wa moyo. Lakini matokeo yake mengine ni kukosa damu, kupata anemia. Figo yenyewe husaidia katika utengenezaji wa seli nyekundu za damu. Hivyo figo inaposhindwa kufanya kazi yake ipasavyo, hupelekea upungufu wa damu mwilini, na hiyo kitaalamu inaitwa anemia. Lakini unapoumwa ugonjwa wa figo na isipopata tiba, matokeo yake mengine, figo itafeli kabisa kama isipopata tiba. Hali hii hupelekea mgonjwa kuhitaji tiba ya dialysis au upandikizaji wa figo. Figo inapofeli, inaposhindwa, hiyo ni stage mbaya zaidi, na hapo inapaswa mgonjwa afanyiwe dialysis, yani kuchuja damu, ama awekewe figo nyingine, yani upandikizaji wa figo. Hivyo ndugu yangu, usichukulie poa ugonjwa wa figo. Sasa tuangazie matibabu ya ugonjwa wa figo. Nini hasa tiba yake kitaalamu, kabla ya kwenda kuangazia njia za asili? Matibabu ya ugonjwa wa figo hutegemea na kiwango cha ugonjwa wa figo. Baadhi ya hayo matibabu, mojawapo ni dawa. Kwa mfano, zipo dawa za kupunguza shinikizo la damu au dawa za kudhibiti sukari kwa wagonjwa wa kisukari. Hiyo pia husaidia kuondoa changamoto ya figo. Tiba yake nyingine ni dialysis. Hii ni tiba ya kusafisha damu iwapo figo zimeshindwa kufanya kazi yake. Na tiba nyingine ya tatu ni upandikizaji wa figo. Wagonjwa walio katika hatua ya mwisho wanaweza kupata figo nyingine, figo mpya toka kwa mtu mwingine ama kwa mfadhili. Na tiba nyingine ni marekebisho ya lishe. Na hapa utashauriwa kupunguza ulaji wa chumvi, upunguze ama uache kula protini pamoja na mafuta. Hii husaidia kudhibiti ugonjwa wa figo. Kwa hiyo punguza ulaji wa chumvi, protini nyingi na mafuta. Hii husaidia kudhibiti ugonjwa wa figo. Hizi ni tiba. Sasa ni njia zipi za kuzuia magonjwa ya figo? Tufanye kipi tuzuie tusipatwe na ugonjwa wa figo? Huenda wewe na mimi tulipo ugonjwa wa figo hatuna. Kipi tufanye ugonjwa wa figo usitupate? Moja, kunywa maji ya kutosha kila siku. Lakini njia ya pili, dhibiti shinikizo la damu na viwango vya sukari. Sukari yako unayokula dhibiti. Lakini tatu, kula lishe bora yenye matunda, mboga na nafaka. Matunda, mboga za majani pamoja na nafaka. Lishe bora zingatia. Lakini njia nyingine, fanya mazoezi mara kwa mara. Usikae tu kizembe. Fanya mazoezi mara kwa mara.
Njia nyingine ya kuzuia magonjwa ya figo: epuka matumizi ya pombe na sigara. Wanywaji wa pombe, pombe kali, watumiaji wa sigara, ni mbaya hiyo, unakaribisha kupata ugonjwa wa figo. Njia nyingine ya kuzuia magonjwa ya figo: epuka dawa zenye madhara kwa figo bila ushauri wa daktari. Usipende kumeza ovyo ovyo tu dawa, hasa dawa za antibiotic. Usimeze dawa kabla haujapewa ushauri na tabibu. Hizo nimekusogezea njia ambazo unaweza kuzitumia kuzuia usipatwe na ugonjwa wa figo. Yote kwa yote nikwambie, magonjwa ya figo ni tatizo kubwa sana, tatizo ambalo linaweza kuathiri ubora wa maisha ya mtu na kusababisha kifo kwa mtu. Hata hivyo, ikiwa utafanyiwa uchunguzi mapema, unaweza kudhibiti ugonjwa wa figo na unaweza pia kukaa nao mbali ugonjwa wa figo. Hivyo ndugu yangu, ni muhimu kila mtu awe na uelewa mzuri juu ya hatari ya magonjwa ya figo, kufahamu ugonjwa wenyewe, dalili, lakini pia hata njia za kuzuia, ili mimi na wewe tuishi maisha yenye afya bora. Kama tayari unao ugonjwa wa figo, basi njia mojawapo ya kutibu ni kuna dawa, na hizi ni dawa za kupunguza shinikizo la damu, dawa za kudhibiti sukari, lakini pia tiba nyingine ni kufanyiwa dialysis. Hii ni tiba ya kusafisha damu. Lakini nyingine ni upandikizaji wa figo, kuwekewa figo mpya, kitu ambacho mtihani kweli kweli. Kupunguza ulaji wa chumvi, protini pamoja na mafuta. Sasa tukaangazie tiba asili ambazo zinaweza kusaidia kuboresha afya ya figo na kupunguza athari za magonjwa ya figo. Zipo baadhi ya tiba za asili zenyewe zinasaidia kuboresha afya ya figo, lakini pia kupunguza ama kuondoa athari za magonjwa ya figo. Mojawapo, kama nilivyokujuza, unywaji wa maji kwa wingi. Kunywa maji kwa wingi, kunywa maji ya kutosha. Hii husaidia kusafisha figo na kuzuia mkusanyiko wa damu na mawe kwenye figo. Na kiasi kinachopendekezwa ni kipi? Unaweza kusema, Dastani, ninywe maji kiasi gani? Ndugu yangu, kunywa angalau lita 2 kwa siku za maji. Kunywa angalau lita 2. Njia nyingine ya asili ni mchaichai. Mchaichai una viambata vizuri vinavyosaidia kupunguza uchochezi na kuboresha afya ya figo. Tumia mchaichai kila siku, ni nzuri hiyo kwa afya ya figo. Unywaji wa mchaichai kila siku husaidia figo kufanya kazi yake ipasavyo, kufanya kazi yake vyema. Lakini nyingine ni tangawizi na kitunguu saumu. Tumia tangawizi na kitunguu saumu. Tangawizi husaidia kupunguza uvimbe na kuimarisha mzunguko wa damu kwenye figo. Lakini kitunguu saumu kiko na sifa ambazo husaidia kupambana na maambukizi kwenye figo. Tafuta tangawizi yako, osha vizuri, iponde, chemsha, kunywa hiyo. Tumia pia kitunguu saumu. Naweza ukaamka asubuhi kila siku, piga punje zako 3, jioni pia punje 3, safi pia hiyo. Kwenye mlo wako pia kama kuna tangawizi, kitunguu saumu, hiyo ni safi, inasaidia sana kwenye afya ya figo. Lakini nyingine ni juisi ya parachichi, tikiti maji na machungwa. Gonga sana parachichi, tikiti maji, machungwa. Parachichi lina madini ya potassium, madini ambayo husaidia kusawazisha viwango vya maji na chumvi mwilini. Na tikiti maji lenyewe husaidia kusafisha figo na kupunguza uwezekano wa mawe kwenye figo. Kula sana tikiti maji, nzuri mno, husaidia kusafisha figo na kupunguza uwezekano wa mawe kwenye figo. Lakini kula machungwa. Machungwa yako na kiwango kizuri cha madini ya citrate inayosaidia kuzuia kutengenezwa kwa mawe kwenye figo. Machungwa yako na viambata ambavyo vinasaidia kuzuia mawe yasitengenezwe kwenye figo. Lakini tiba nyingine ya asili ni kushauri utumie mara kwa mara majani ya mlonge. Mlonge una virutubisho vingi vinavyosaidia kupunguza shinikizo la damu na kusaidia utendaji wa figo. Majani ya mlonge yanaweza kutumiwa kama chai au kuongezwa kwenye chakula. Tumia majani hayo kama chai, achemshe, kunywa maji yake. Mazuri mno katika kuboresha afya ya figo. Lakini kingine ni aloe vera. Aloe vera inasaidia kupunguza sumu mwilini na kusaidia usagaji wa chakula, hivyo kupunguza mzigo wa kazi kwa figo. Aloe vera inaweza kutumiwa kwa kunywa kama juisi au kupakaa kwenye ngozi, ni wewe tu. Lakini kingine
Mbegu za maboga. Mbegu za maboga ziko na magnesium na antioxidant ambazo zinasaidia kuboresha afya ya figo na kupunguza hatari ya mawe kwenye figo. Mbegu za maboga unaweza kuzila kama vitafunwa au kuongeza kwenye juisi yako au kwenye chakula. Lakini nyingine ni matumizi ya maji ya limao. Maji ya limao yako na asidi ambayo inasaidia kuzuia kutengenezeka kwa mawe katika figo. Hivi nikwambie, kunywa maji ya limao asubuhi na jioni. Hii itakusaidia kusafisha figo. Tumia sana maji ya limao, ni mazuri katika kusafisha figo yako. Kingine, tumia juisi ya mtindi wa asili. Gonga mtindi wa asili. Mtindi wa asili una viambata vinavyosaidia kuboresha afya ya figo kwa kudhibiti bakteria hatari kwenye njia ya mkojo. Na hapa nikwambie, tumia mtindi wa asili usiokuwa na sukari. Usiweke sukari. Kama ukiweka kidogo, lakini vyema ukatumia mtindi wenyewe wa asili ule ambao haujaweka sukari. Lakini kula mara kwa mara mboga za majani. Mboga za majani hapa kama vile mchicha, sukuma wiki, brokoli. Ukienda kule Nyandila ziko nyingi. Gonga hizo brokoli, ziko na madini muhimu mno yanayosaidia afya ya figo. Lakini hapa nikwambie, epuka kula baadhi ya mboga kama vile spinach. Sio nzuri kama wewe una ugonjwa wa figo. Kwa hiyo spinach sio nzuri, au ushauriwi kula mboga aina ya spinach. Gonga mchicha, sukuma wiki, brokoli. Hizo ni mboga nzuri mno, zinasaidia mno katika afya ya figo. Yote kwa yote, ndugu yangu, rafiki yangu, ugonjwa wa figo ni ugonjwa hatari sana. Kadri tuwezavyo, tujitahidi kujiepusha na ugonjwa huu. Tuache vitu ambavyo vinapelekea kupata ugonjwa wa figo. Epuka matumizi mabaya ya dawa. Epuka unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara na mengine mengi ambayo unashauriwa usiyafanye.